kitabu al-bay' hiki ni chuo cha biashara. Neno al-bay' lughatan ni akhdhu ash-shay'i wa i'ta'u ash-shay', kuchukua kitu na kutoa kitu, sababu ni mushtaqu min al-ba', ichukuliwa kutoka kwenye neno al-ba', lianna kullam min al-mu'ti wal-akhidh, kwa sababu kila mmoja katika yule anayetoa na anayechukua yamuddu ba'ahu lil-akhar, ananyoosha mkono wake kwa mwingine. Kwa kilugha inaitwa al-bay'. Wa shar'an, na katika sheria ni mubadalatu malin au manfa'atin bimithli ahadihima ala at-ta'bid, ni kubadilisha mali au kubadilishana manfaa kwa mfano wa kimoja chao, lakini kwa kumilikisha kwa umilele, kwamba ndio chako, si kwa muaqqat, kwamba mimi nimekumilikisha kitu hiki kwa siku 5. Hiyo itakuwa sio bai', itakuwa hiyo ni ijara mathalan. Kwa ni jambo ambalo jaiz kupitia kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, wal qiyas yaqtadihi, na qiyasi inahukumilia hilo, inapelekea watu wauziane. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahalla Allahu al-bay'a, na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha Allah al-bay', yani biashara, amehalalisha biashara. na ahadith fi hadha al-bab سنأخذ بعضها على حسب منهج المؤلف. بعد حديث تchukua insha Allah katika kitabu hiki kwa ile namna ambayo amejiwekea mfumo wa muallif, ambao ni kutaja hadithi zilizokuwa ni muttafaqu alaiha, kama ilivyokuja kwenye jina la kitabu chake Umdatul Ahkam min kalami khairil anam mimma ittafaqa alayhi الشيخان. Japokuwa kuna baadhi ya intiqadat yasira katika baadhi ahadith na baadhi alfadhi za hadithi. Kwa hiyo tutaanza kusoma baadhi ahadith za mlango huu. Hadithi ya kwanza ni ile inayosema an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, annahu qala, kwamba yeye amesema, idha tabaya'a ar-rajulani, watakapouziana watu wawili, فكل واحد منهما بالخيار، فكل واحد أنا كلا mmoja منهما katika hao wawili بالخيار, ana khiyari, ana lazimiana khiyari au amefungamana khiyari, ma muda wa kuwa lam yatafarraqa, hawajafariqiana. ma lam yatafarraqa, ma ni masdariya dharfiyya, ma muda wa kuwa lam yatafarraqa, hawajafariqiana, yani muddata intifai tafarruqihima, muda wa kukosekana kufariqiana kwao, muda wa kuwa hawajaachana, kila mmoja bado yuko katika khiari ya kuendelea na biashara au kuivunja. Wa kana jami'a, hii jumla ya pili ni taakidu lilawwal, na wakawa bado wako pamoja, hali ya kuwa wako pamoja. Wakana jamia, na wakawa wako pamoja. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhara, au yukhayyir, katika baadhi ya nusakha imekuja hivyo, au ampe khiyari mmoja wao kumpa khiyari mwingine. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar, au ampe khiyari mmoja wao kumpa mwingine, kwa mujibu wa nuskha zenu. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhara, akimpa khiyari mmoja wao mwenzake au mwingine, fatabayaa ala dhalika, wakauziana juu ya hilo, faqad wajaba al-bay'u, basi imepasa, imelazimu bay', sababu faqad wajaba lazima fi haqqi al-mukhayyir, imelazimu
katika haki ya yule mwenye kutoa khiari, wa baqiya khiyaru thani. kisha katika nuskha yenu kaja wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, na wakifarikiana baada ya kuuziana, walam yatruk wahidun minhuma albay'a, na hakuiwacha mmoja wao bei biashara, faqad wajaba albay'u, basi imelazimu bei, biashara itakuwa imelazimu na imepita. Wanadamu walipokuwa ameumbwa katika tabia ya kuvitamani vilivyopo kwa watu, ghaliban iko hivyo, na kuona hirsi juu ya kitu kingine. Akiona kitu cha mtu, kaona simu, tamani ina simu kama ile, kaona kanzu, akipata kanzu kama hii. Kila atakachokiona katika tabia ya kibinadamu ilivyo, hupenda vile na vizuri vinavyompendeza yeye vilivyo kwa watu, kiasi ambacho sasa kama ana uwezo atasema basi nataka kununua kama hiki, au nakitaka hiki, ataka kununua kilicho katika mkono wa mtu. Sasa mara nyingine katika kununua hafanyi tarawi, hakuna utulivu wala hana maamuzi sahihi. Anaweza kupatwa tu na yule ubinadamu wake na ile tamaa ya kibinadamu, akaamua anunue kitu fulani, akafungasha vitu vingi. Baadaye katika kuchambua chambua, na hii nayo ni ya nini tena? Akili imemjia ile ya kawaida sasa, unaona hii vipi, hii ya nini? Au kwa nini nimenunua hiki na kuna jambo hili muhimu sijalifanya? Hii ni tabia mwanadamu yuko nayo, na hali hizi zinawatokea kila mtu, pengine ikamtokea hivyo, ukaona kwamba kumbe kuna jambo jingine muhimu zaidi la kulifanya kuliko kununua hiki. Sasa likipatikana jambo hilo, ule utulivu ukimjia na ile hamasa ikamuondokea, sasa ataka kuvunja ule mkataba. Pengine ndo kashaingia dukani kakusanya nguo nyingi tu, akiangalia mfuko wake ni mdogo, au akifikiria, akikumbuka majukumu, anaona kwamba hapana, sitaki kuzichukua zote hizi. Kwa hiyo sheria ikampa khiari, amepewa fursa, muda wa kuwa hajamalizana na wewe na mkaachana, amepewa khiari. Kila mmoja katika nyinyi amepewa khiari, wewe mwenye kuuza na wewe mwenye kununua. Au huyu mwenye kuuza anaweza kuuza kitu chake pia kwa jazba na tamaa ya pesa, wacha niuze tu niangalie mambo mengine. Lakini alipoona mtu achagua tu, mbona avimaliza, basi subiri kwanza, au sema basi hiki siuzi, akaamua kuvunja bei katika baadhi ya vitu. Hii ni tabia ipo kwa mwanadamu. Sasa sheria ya Kiislamu ikatoa nafasi kwa wote wawili, maadamu wako katika mahali pa kuuziana na hawajatengana, kila mmoja bado ana khiari baina ya kuendelea kununua au kuvunja biashara, kuiendeleza biashara au kuivunja. Tumeelewana? Ndio maana ma lam yatafarraqa wa kana jamia. Kwa hiyo hadithi hii katika faida yake inaonyesha kwamba ni katika zile hadithi zinazoruhusu na kuonyesha uhalali wa al-bay'. Tumesema hadithi zilizokuja kutaja uhalali wa bay' ni nyingi na zitapatikana ndani ya kitabu hiki na mlango huu tunaosoma. Kwa hiyo hadithi hii ni moja miongoni mwa hadithi zinazojuzisha na kuhalalisha al-bay', yani biashara. Na kadhalika biashara ni aqdun lazimun, ni mkataba wenye kulazimu baada mudhi muddati al-khiyar, baada ya kupita ule muda wa khiyari. Kuna baadhi ya mikataba kama tunavyosoma katika fiqh ni aqdun ghairu lazim, si mkataba wenye kulazimu, kama vile ariya, kwa sababu kuna tabarru tu, kujitolea, kuwazima mtu, kumwazima mtu kitu, si aqdun lazim. Unaweza kumwazima kabla hajafanya kazi yake, niletee kitu changu na kihitajia mwenyewe, ukavunja ule mkataba. Au yule aliyazima akarudisha kabla ya kufanya kile ambacho amekusudia kuifanya kupitia hicho alichokiazima, kwa sababu ni aqdun ghairu lazim. Lakini
albay'u ni aqdun lazim, ni mkataba wenye kulazimu. Wakati gani? Baada mudhi muddati alkhiyar, baada ya kupita ule muda wa khiyari. Kadhalika hadithi inaonyesha kuthibiti khiyari ya kuvunja mkataba wa biashara au kuendeleza baina ya watu wenye kuuziana au pande mbili zenye kuuziana muda wa kuwa wako pamoja, ila atakapokuwa wamepomosha, wameiondosha khiyari, kwamba hapa hakuna khiyari, ukichukua ndio umechukua, wakakubaliana, basi itaondoka. Au mmoja wao akaondoshewa khiyari, basi itaondoka khiyari katika upande wake. Ndio maana aliposema pale au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar. الحديث الثاني من هذا الباب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، مبكيوا kutoka kwa Hakim ibn Hizam رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, albay'ani bilkhiyari, wawili wenye kuuziana ni wenye kuvaana na khiyari. albay'ani bitashdid alya, tasmiya ya bay', bay'un, ya bay'un ni sifatun mushabbaha bismi alfa'il, pia inaweza kuwa bay'un ni sighatun mubalagha. bay'un wenye kuuziana wawili, kwa maana albai'u walmushtari, lakini ikafanywa taghlibu upande mmoja, ukawa upande mmoja umezidi nguvu mwingine, ukazidi upande wa yule mwenye kuuza. albai'u ikaambiwa albay'u. albay'ani wenye kuuziana wawili au wawili wenye kuuziana, bilkhiyari ni wenye kuvaana na khiyari, ma lam yatafarraqa, muda wa kuwa hawajatengana, ni hawajaachana. au qala hatta yatafarraqa, au alisema mpaka watakapokuwa wameachana. ziada hii au qala hatta yatafarraqa laysa inda Muslim, haiko kwa Muslim, iko kwa al-Bukhari. fa in sadaqa, wakisema kweli, wabayana, na wakabainisha kasoro. fa in sadaqa au fa in sadaqa, wakisema kweli, wabayana, na wakabainisha, burika lahuma fi bay'ihima, watabarikiwa wao katika biashara yao. Allah taremsha baraka, takuwa kuna ndani yake alkhairu alkathir athabit fi bay'ihima, katika biashara yao. wa in katama, katika imekuja wa in katama, na wakificha. wa kadhaba, na ukasema uongo. muhiqat ay uzilat, itaondoshwa barakatu bay'ihima, baraka ya biashara yao. Kwa hiyo pia hadithi hii inaonyesha kwamba khiyari ipo, lakini pia kuna faida nyingine tofauti na zile ambazo imetajwa katika hadithi iliyotangulia, nao ni ukweli katika biashara, ukweli kwa muuzaji na ukweli kwa mnunuzi. Huu ukweli huu ndio unatia baraka katika kila jambo, hata katika jambo kama hili la kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala anatia baraka katika biashara. Watu wanaweza kununua, watu wawili wakaingia mahali pamoja au wakaenda katika sehemu tofauti wakanunua bidhaa ya aina moja, mmoja akawa amebarikiwa katika bidhaa yake kwa sababu ya ukweli uliojiri baina yake na huyo aliyemuuzia. Allah akatia baraka, akaleta manufaa kwenye kitu hicho. Na mwingine naye ikawa tofauti na hivyo, ikawa hakuna baraka, hakuna khairi, na katika kununua kwake imekuwa kama vile ni nikma, kama adhabu. Hata khairi nyingine pia zimekimbia kwa sababu ya hili, au mtu faida aliyoipata imekuwa ni faida mbovu, imekuja kumharibia mambo makubwa kabisa.
ukapata faida milioni 1 huku ukawajibika wewe katika matumizi kutumia milioni 10, milioni 20. Mtihani ukaingia dosari katika biashara yako. Watu wakuona wapata pesa wahangaika, lakini pesa kwako wewe haionekani. Piga hesabu bado wadaiwa. Au hudaiwi, lakini yale majukumu yalikukalia juu yako kama vile huna. Yule ambaye anatafuta shilingi 2-3 hana biashara mtaji mkubwa kama wako, yuko katika khairi na saada na utulivu wa nafsi. Wewe huna utulivu huo, Allah amekuondoshea. Nini? Kwa sababu hakuna asidqu, hakuna ukweli katika hilo, hakuna nushu, kuna sihi. Mtu amekuja akaona huyu mjinga amekuja kutoka kijijini, ngoja nimtandike hapa mara moja nipate hela. Ukamdanganya, ukamsifia, hii bwana ndio original, hii ndio yenyewe hasa. Hata huko Ulaya wapi pia watafuta kitu hiki. Unayo wewe tu kitu. Ukamdanganya pale, maneno yakamuingia, basi ukamuuzia ile jikorokocho lako unaliuza kwa bei ghali pingine. Ukaona kwamba umepatia, kumbe umejiharibia. Kwa haya mambo yapo. Uongo. Mtu zakauza kitu duni thamani, lakini lazima atie uongo ndani yake. Kitu cha 200 tu atakudanganya hapo. Wallahi wa billahi vile. Atadanganya alivonunua, namna anavyotaabika kwamba yeye hapati kitu, kwa amekuletea tu kusaidia kwa hiari yake. Utamwona mashaallah wewe una roho nzuri. Sasa wewe wauza, lakini wadanganya namna hiyo kwamba wewe upate faida yoyote upate wewe hangaika tu kwa ajili ya kuhudumia jamii. Kwa hiyo watu wako namna hiyo. Sasa hii sio jambo la sawa. Kuwa mkweli, wala hujashurutishwa kwamba uelezee kwamba ulinunua shilingi ngapi, umenunuaje. Hiyo katika mambo ya murabaha huko. Lakini biashara za kawaida hujaambiwa kwamba hii bwana mimi nimenunua kadha, lazima utaje. Ukadanganya unavyolipa kodi katika mlango hapo, basi ili mradi upate kile unachokitaka. Uongo ni kitu kibaya. Na haya ni katika mambo ambayo wafanyabiashara wengi wanaanguka. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Wakisema kweli na wakabainisha, bwana hii bidhaa na kuuzia lakini hii ni mbovu, hiki kitu tunakuuzia hiki kimekaa sana, hiki si kipya, hiki kina ihtilafu fulani, basi mbainishie kila ambacho unaona kwamba hiki ni kasoro au ni upungufu katika bidhaa hiyo. Usidanganye. Lakini wa inkatama wa kadhaba, na wakificha na wakasema uongo, nini? Muhiqat barakatu bai'ihima, itaondoshwa baraka ya biashara yao. Kwa hapa ni mahali muhimu sana unapokwenda kusoma mambo ya biashara, basi ujue kwamba kuna biashara ya Kiislamu nayo pia. Ule wasikudanganye tu kwamba ni namna ya kuweza kutafuta soko na kuingiza faida kubwa. Ujue kwamba kuna sheria ya Kiislamu ina utaratibu huu wa kusema ukweli katika biashara na katika miamala yote.